Kumbe unipendi. Kumbe unipendi. Unajua usichelewa kitu kimoja. Mimi sikuwahi kufanya chochote kile. Halafu nilikuwa nakutafuta sana. Naomba basi unipe hiyo dawa ili mradi nikumpe yule mtoto apone. Usifanye hivyo. Kwa nini unafanya hivyo? Latifa bora. Na mtapata dawa kamwe. Shangazi bwana nimechoka. Siku ya pili leo tunamtafuta Latifa patikana. Jua kali shangazi bwana, turudi nyumbani kapumzike. Kelele wewe. Yaani unaongea tu kirahisi, turudi nyumbani. Hivi una akili timamu kweli wewe? Kwa sababu wewe hujui uchungu wa kuzaa eh? Laiti kama ungekuwa ushawahi kupata mtoto, nadhani ungeelewa mimi ninapojisikia mimi. Nashindwa kulala mimi. Nashindwa kula. Kwa sababu yake unasema eti mtu mzima. Halafu usichokijua mtoto wangu mimi hana hiyo tabia. Yaani hata siku moja hajawahi kujaribu kuondoka, hata ndani ya siku moja tu akawa hajarudi nyumbani. Leo hii ndani ya siku 2. Halafu unachukulia tu kwamba eti tuondoke nyumbani. Wewe kumbe una roho mbaya Hapana shangazi. Basi turudi tukapumzike. Jioni tutakuja tena kumtafuta. Tukapumzike tu kidogo shangazi yangu. Twende tukapumzike kidogo tu, jioni tutarudi shangazi. Twende shangazi. Latifa! Latifa! Heshima yako mtawala wa nyoka ajaye. Na kwenu pia. Afadhali mkuu nimekuona. Yaani hapa unavyoona na siku 2 sijamtia machoni Latifa. Na sijui hata asemu alipo. Yaani mkuu,
maisha yetu yamekuwa magumu sana kwa siku mbili hizi. Hatujapata usingizi, hatujanywa hata maji, tunamtafuta Latifa. Yaani siku mbili hizi maisha yamekuwa magumu sana. Latifa yupo kwangu. Yuko kwako? Mungu. Asante Mungu. Naweza kwenda kumuona? Inawezekana. Lakini Latifa amepata matatizo. Amegongwa na nyoka mwenye sumu kali. Mwili wake wote umepooza. Hebu ngoja mkuu kwanza ngoja. Latifa ameng'atwa na nyoka mwenye sumu kali? Mungu jamani. Imekuwaje? Tulia. Naomba kwanza unieleze vizuri jamani. Naomba uniambie vizuri. Kwani imekuwaje kuwaje? Shangazi. Mimi nafikiri tungeenda kumuona kwanza. Vitu vingine nitakwambia tukifika. Basi naomba tuende. Mwanangu. Mwanangu. Latifa wangu. Latifa. Mwanangu. Latifa mwanangu. Mtoto. Latifa wangu. Latifa. Latifa mama, Latifa amka. Mwanangu. Mungu. Hata ukilia hakuna kitu kitaongezeka wala kupungua. Zaidi inatakiwa tujue tunafikia. Hicho ndio cha msingi kilichobaki. Kwa nini unamfanya hivi mwana? Hivi mtawala. Mwanangu atapona kweli? Latifa anaweza kupona na kurudi katika hali yake ya zamani kama kawaida na akaendelea na shughuli zake za kila siku. Ila tu kama huyu aliyomgonga atakubali kutoa dawa kupitia mkia wake wa nyuma. Kivipi? Latifa aling'atwa na mishi. Na yote ni kwa sababu ya wivu wa kimapenzi. Hamna chochote. Sasa tutampataje huyo mishi? Hapa njia iliyobaki ni moja tu. Kama inawezekana. Ni kumnyong'onyesha mishi kisha kuchukua dawa kupitia mkia wake. Hicho ndio kilichobaki. Kwa hili alilolifanya. Wallahi sitakubali. Siwezi kukubali kamwe. Lazima nitampa adhabu kiasi kwamba hatakuja kusahau katika maisha yake yote. Mimi nilikuwa naomba hivi. Kama tutampata mishi, tuchukue dawa kupitia mkia wake, kisha mambo mengine yaendelee na tumwache aende zake. Hakuna haja ya kuwa na mambo mengi. Na kama serikali ya kijiji itagundua kwamba mishi ndio alosababisha hichi kwa Latifa, basi itampa adhabu kali. Na inaweza ikampelekea matatizo makubwa. Kama kufukuzwa kwenye kijiji na vitu vingine vikaendelea na kupokonywa nguvu zake zote. Sasa sikutaka tufikie huko. Kumnyong'onyesha ni sawa. Ila tambua mimi ndo mama. Na mimi ndo ambaye nasikia uchungu wa mtoto. Sasa nitafanya kama nilivyosema. Sirudi nyuma kama. Ila mimi nakuheshimu sana mtawala, lakini lazima nitampa adhabu. Adhabu ambayo hatakuja kuisahau katika maisha yake yote. Na mimi najua jinsi ya kumpata. Ninakwenda kule mganga mtoni kwa kupiga filimbi yule. Akija hapa akipiga filimbi nyoka wote wananyonyeshwa wanakuja hapa. Tunapata jinsi ya kumkamata mishi. Yaani hata tukiona gamba lake, hata mate yake tutapambana nayo. Usijali shangazi. Vizuri.
Sasa hebu twende tukamtafutia yule mganga mwenye kifilimbi. Twende. Sawa. Idumishwe heshima ya utawala wa. Idumishwe. Ndio. Samahani mtaalamu, najua tumekuvamia katika kilinge chako, lakini sisi tulikuwa tuna shida. Mwanangu ameumizwa vibaya sana, tena sana, ameng'atwa na nyoka mwenye sumu kali. Hivyo sasa tumekuja hapa, tunahitaji msaada wako. Ameng'atwa na nyoka mwenye sumu kali? Mishi mtaalamu. Mishi nyoka mwenye sumu kali ndo kamng'ata? Ndio. Kwa hiyo mlikuwa mnatakaje? Sawa, nataka tumkamate, kupulize filimbi yako ili uweze kumnyong'onyesha, ili tumkamate tuweze kuchukua dawa katika mkia wake ili uweze kumtibu mwanangu. Sawa sawa. Ningeweza kukusaidia, lakini ungefanya jambo la heri, uende serikali ya kijiji ufanye, ukatoe taarifa, ili hata ninapochukua hatua serikali iwe inajua, nisije nikafanya kimakosa. Ila kwa sasa hivi sitaweza kukusaidia. Hapana. Unajua mtawala, mimi nina uchungu sana. Mwanangu ndo aliyofanywa kitendo cha kikatili. Sasa ningesema kwamba niende katika serikali za kijiji, wale wangempatia adhabu ambayo wangeitaka wao, na mimi nataka umkamate wewe ili niweze kumpatia adhabu ambayo nitahitaji mimi. Sawa, nitamkamata, lakini nono ndima mgoni ntangamboke. Nitakupatia zawadi. Nitakupa zawadi nzuri sana. Nitakupa ngalamu ya simba ambayo itakusaidia wewe kuwa na maisha marefu zaidi. Na zunyaga mgoni nta izawadi imwe, lakini ubo haha na de hayaga naguwe chola bo mdagongo yogoliza ile haha no gwambirija no gwambirije lofanikiwa no guchola ili unambirije nane ninakampayo. Sawa? Basi acha sisi twende. Karibu sana, duriho. Asante. Asante. Wabeja. Habari za saizi? Salama. Nimekuja kumchukua mtoto wangu. Kaka umemwambia? Hata kama sijamwambia, tambua kwamba huyu ni mwanangu mimi na nina haki ya kumchukua wakati wowote ule, na si sheria kuishi na mtoto wa mtu wakati mzazi wake mimi nipo. Sawa?
Naona sasa mmeanza kuingilia vita yangu, si ndivyo? Kumbe wewe ndio yule nyoka mwenye sumu kali ulomgonga Latifa. 100%. Tena nimemgonga sumu ambayo imetoka ndani ya uvungu wangu wa moyo. Na nimemgonga makusudi na hawezi kupona kamwe bila ya mimi kuamua. Najisikia amani tena zote kabisa. Alafu kitu msichokijua, hata huyo Golu pia anajua nimempa masaa hayo 5. Nadhani na kwa sasa yameshaisha. Kilichobaki ni mimi kuamua. Alafu mwambie wa shangazi yako asipite kwenye njia zangu. Naona mmeanza kuniingilia. Sasa basi niko hapa, nitawafundisha. Kumbe unipendi. Kumbe unipendi. Unajua usichoelewa kitu kimoja. Mimi sikuwahi kufanya chochote kile. Alafu nilikuwa nakutafuta sana. Naomba basi unipe hiyo dawa ili mradi nikampe yule mtoto apone. Usifanye hivyo. Kwa nini unafanya hivyo? Latifa bora. Na mtapata dawa kamwe. Ngoja nikwambie kitu kimoja usichoelewa. Mimi sitaki ya mambo yafike mbali kwa sababu najua serikali itakuja kukuadhibu vikali wewe. Na mimi sitaki iwe hivyo. Kwa nini ionekane wewe kila siku una dosari? Nimekaa nahangaika, napigania penzi letu, wao wamemesha upendo kwa mwanamke mwingine. Alafu naona mjisaulisha mimi ni nyoka wa majini. Wanakijiji wote mnategemea nikiamua dakika moja tu naua kijiji kizima. Unataka kufanya nini sasa? Ninakuomba uende ukawaambia wanakijiji kila kitu kabla sijaenda katikati ya vyanzo vya maji na nikatema sumu yangu kali inayotoka ndani ya moyo wangu inahusu mapenzi juu yako, nikaangamiza kijiji kizima. Usifanye kitu kama hicho, sawa? Unajua ni kwa namna gani unaenda kuhatarisha maisha ya wanakijiji wote? Sijaanza. Thank you.